boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu haukutambua majira ya kujiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ninaposema majira, ni nyakati ambazo mtu anakutana nazo kwenye maisha yake. Tunajua kuna majira mbalimbali ambayo mwanadamu katika maisha yake anakutana nayo. Kuna majira ambayo anajikuta yuko katika hatua fulani nzuri, lakini kuna majira ambayo anajikuta yuko katika mapito fulani, lakini kuna majira fulani ambayo anajikuta anamhitaji Mungu. Sasa Yesu anazungumza haya na watu wa Yerusalemu, watu ambao walijisahau, hawakuona nyakati ambazo adui yao alikuwa anazipanga kinyume na wao. Sasa Yesu alipofika katika mji ule wa Yerusalemu, alivyotazama kwa mbali, aliuona unapendeza, na watu waliokuwemo mule hawakuwa na habari. Waliona ni nyakati ambazo ni kama hali tu ya kawaida, yaani waliona ni nyakati ambazo zina furaha, zina amani, lakini hawakutambua yale ambayo adui alikuwa anayapanga kinyume na wao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini Yesu alilia? Yesu alilia kwa sababu aliona jinsi watu wa mji ule walivyokuwa na mioyo migumu. Watu wa mji ule jinsi walivyokuwa katika mtego wa adui. Aliona watu wa mji ule jinsi walivyokuwa wamejisahau. Waliangalia yale majira ambayo walikuwa wakiyaona wao. Bwana Yesu asifiwe. Unajua yako majira kama mwanadamu unasahau ya kwamba uko vitani, unasahau kuona ya kwamba kumbe kuna watu wanakutafuta kukumaliza, unasahau kuona ya kwamba kumbe kuna shetani ambaye anapanga mambo mabaya kinyume na wewe. Sasa hawa watu wa Yerusalemu walijisahau, wakaiona Yerusalemu yao kwa yale mazingira ambayo waliyaona. Lakini Yesu aliutazama ule mji kwa mbali, akawaambia wale watu ambao walikuwa wamemwacha Mungu, akazungumza na wale watu ambao walikuwa wamejisahau, wamemwacha Bwana, wamesahau kwamba maisha yao yako vitani. Aliulilia ule mji, akawahurumia, akasema laiti wangejua, laiti wangeyaona ambayo adui alikuwa anayapanga kinyume na wao, wasingelala usingizi, kwa sababu waliwaona wamejisahau, aliona wamechoka, aliona wako bize na starehe, aliona wamejisahau hata kuweka ulinzi kwa ajili ya mji wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa Yesu alipofika pale akaumizwa na yale mambo waliokuwa wakiyafanya, lakini aliumizwa na yale mambo ambayo pia adui alikuwa akiyapanga kinyume na wao. Kwa hivyo akasema laiti ungejua hata wewe siku hii. Anasema laiti ungejua majira na nyakati hizi ambazo pengine badala ya kulala usingizi, pengine badala ya kuchoka, pengine badala ya kukata tamaa, ungeamua kutengeneza, ungeamua kumtafuta Mungu, ungeamua kusimama kuweka ulinzi, mabaya yasingekupata. Lakini hawakujua. Kwa hivyo waliendelea na maisha yao, waliendelea na mambo yao kama kawaida, wakajisahau, wakaona ule mji unapendeza, wakaacha. Wakaona mazingira yanawavutia, wakaacha. Wakaona ile amani waliokuwa nayo, wakaacha. Hawakuhangaika kumtafuta Mungu, hawakuhangaika kuangalia ni mambo gani wanatakiwa waongeze kwa ajili ya kulinda amani yao. Lakini Yesu alipowatazama, aliona kwa mbali mambo ambayo upande wa pili wa adui ulikuwa unayapanga kinyume na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa sababu siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma. Yesu aliona
jinsi maadui wanapanga mipango mibaya ya kuuzingira ule mji wa Yerusalemu, wakati wale watu wa mule hawakujua nyakati ambazo pengine wangesimama kumtafuta Mungu, wangesimama kuhakikisha wanaweka ulinzi, wangesimama kuhakikisha wanatengeneza ili mambo yaende sawa, lakini hawakujua. Walivyoona ule ukuta wa Yerusalemu umewazunguka, wao waliona inatosha. Walivyoona wana amani, waliona inatosha, lakini kumbe adui alikuwa anawakusudia mabaya. Yesu aliona kwa mbali, akahurumia yale mambo mabaya ambayo adui alikuwa anayapanga. Akasema mipango ya adui ambayo walikuwa wanaipanga, wawazunguke, wawazingire, wawajengee ukuta. Lakini sio hivyo tu, wakasema watawavamia pande zote na kuwaangusha chini, kuhakikisha wamebomoa kila kitu. Huo ndio ulikuwa mpango wa adui katika ule mji wa Yerusalemu. Lakini angalia, wale watu hawakutambua yale majira ambayo shetani alikuwa anajipanga kinyume na wao. Hawakutambua kile kipindi ambacho adui alikuwa anawasagia meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Hayo mambo hata leo yapo. Watu wanaangalia mazingira walionayo, wanaona wako na familia zao zinaendelea vizuri, wanaona wamemaliza, wanaona wako na uwezo fulani, labda wamefanikiwa katika maeneo fulani, wanaona inatosha. Wanaangalia wakijitathmini maisha yao jinsi yanavyoenenda, wanaona inatosha. Ndugu yangu, tunakumbushwa, light ungalijua ambayo adui anayapanga kinyume na wewe, usingelala usingizi. Watu hawako tayari kumtafuta Mungu, wakiangalia wanaona walionayo yanawatosha. Hawana muda wa kumwomba Mungu, hawana muda wa kujichosha kutengeneza kwa yale walionayo, kuhakikisha anaendelea kuwepo. Wameridhika, wamejisahau. Lakini leo tunakumbushwa adui yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Maadui wapo, na siku zote maadui hawatoki mbali. Wanakufahamu, wanakuchunguza, wanakuelewa, wanajiweka karibu ili kuhakikisha wanaharibu lile kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Unawapa nafasi, unajisahau, unawaamini, lakini kumbe ambayo wanayapanga kinyume na wewe ni hatari kwa maisha yako. Sasa tunaambiwa tambua majira ya kujiliwa kwako. Wakati ambao adui anapanga mabaya, hawa watu wangekuwa na jicho la rohoni, hawa watu wangekuwa sawa, wameona hakuna shida. Lakini nikwambie, hapo wamekuwekea uzio tu, bado vita inaendelea. Tambua majira ambayo unatakiwa kusimama kweli mbele za Mungu. Tambua majira ambayo unatakiwa kusimama kweli mbele za Mungu. Acha kulala usingizi. Adui yako anawaza mabaya kinyume na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani adui ana sababu? Halo? Shetani hana sababu. Adui hana sababu. Kitu kidogo tu kimegeuka kuwa vita kwake, na vitu ambavyo pengine wala havihusiani na maisha yake. Umependeza kidogo, kosa. Halo? Una maisha mazuri kidogo, kosa. Adui anaweka mpango wa kukumaliza, na wewe umeridhika. Imefika mahali umeona mahali ulipo inatosha. Watu wa Mungu, tunahitaji kuamka upya, tunahitaji kusimama kwa upya. Anayoyapanga adui sio mipango mizuri, ni mipango mibaya ya kukuangamiza kwenye maisha yako. Jambo la pili, alipowajengea boma, alipanga kuhusuru pande zote, kwamba tayari amepanga mipango ya kuwajengea maboma, kuwajengea ukuta wasiweze kutoka. Mpango wa pili wa adui ilikuwa ni kuvamia pande zote, kuhakikisha hakuna mtu anayechomoka, hakuna mtu anayepona, hakuna mtu anayetoka, na kuhakikisha wamewapinga na kuwamaliza kabisa. Huo ndio ulikuwa mpango wa adui.
Lakini angalia wale watu ambao walikuwa wanaishi mule, hawakujua, waliona ni sawa, hawakuangalia wala hawakutafakari, waliona wamemaliza. Pengine wangerudi mbele za Mungu kumtafuta Mungu, pengine wangetubu na kutengeneza maisha yao, maana walikuwa wamemwacha hata Mungu, wameacha njia yao njema, wamefuata kuabudu miungu ya bahari, wamefuata kuabudu vitu vingine, wakamwacha Mungu ambaye alikuwa ni Mungu wa ukweli na walimjua. Lakini kwa sababu waliyaona yale mazingira, wakaacha, wakaweka michanganyo, wakaweka mambo yao. Lakini Yesu alipouona ule mji aliuhurumia sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Adui anapanga kukumaliza ndugu yangu, anapanga kukuvamia, anapanga kukuangusha chini. Angalia mipango ambayo adui alikuwa anaipanga kwa Yerusalemu, kwamba waiangushe hata ule ukuta na kuhakikisha hakuna kitu chochote kinachosalia. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na leo tunakumbushwa, tambua majira ambayo adui anapanga mabaya kwako. Amani ulionayo isikufanye umwache Mungu. Nafasi ulionayo isikufanye ujisahau. Adui yupo, anayepanga mabaya yupo. Ndio maana kuna wengine kila wanachokijaribu hakiendi. Wanajiuliza ni nini? Changamoto ni nini? Imekuwaje? Lakini hawajui mkakati wa adui. Watu wa Mungu, leo tunakumbushwa iko mipango mibaya ambayo adui anaipanga kinyume na sisi, na majira ya kusimama ni leo. Majira ya kuamka ni leo. Majira ya kuanza upya ni leo. Majira ya kusimama ni leo. Ifike mahali tukubali kumtafuta Mungu, tuingie gharama kuhakikisha tunaendeleza yale mambo ambayo tulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Na wengine wanapokutana na taarifa kwamba kuna jambo fulani ambalo sio jema, mpango mbaya wa adui unakuja kwenye maisha yao, wanaacha. Mungu yupo, Mungu anajua, nimemwachia Mungu. Wewe una uwezo wa kumwachia Mungu kitu? Halo? Simama kwa nafasi yako kutengeneza na kuhakikisha yale ambayo uko nayo Mungu anayasimamia. Tusimame. Yako majira ambayo watu wanatamani lakini hawajui, na kuna wengine nyakati walizokutana nazo ilikuwa ni nyakati ngumu ambazo kama wangesimama wangefika mahali fulani, lakini adui amewafunga, hawawezi tena. Walikuwa na nafasi lakini hawakutumia vizuri, walikuwa na uwezo lakini hawajaweza kutumia. Leo tunakumbushwa, watu wa Mungu, tunakumbushwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sema, Bwana Yesu, tuko mbele zako asubuhi ya leo. Tunaomba tusaidie, tuwezeshe kushinda na kutambua majira ambayo adui anayapanga kinyume na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana.